Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mpendwa Bwana, na kuamka asubuhi ya leo in Jesus name, kumbushe kwamba unapendwa. Wakati tunaposherekea Easter katika rehema za Mungu alizozidhihirisha kwa kutununua kwa damu ya mwana wake pekee, kwamba hatuko hapa kwa damu zetu ziliposhakaa zikawa zilikuwa chafu, kiwango cha wanyama wakakae katikati yetu na Mungu, damu zao Mungu akasisikie, nyama zao zikachomwa at least Mungu akasisikie. Lakini sisi tulikuwa tumetenda dhambi na makosa. Mwana wa Mungu Yesu Kristo akakubali yeye awe patanisho yangu na wewe mbele zake Mungu. Na tuombeni. Baba wa mbingu na nchi, tunapokea muhula huu wa Easter kwa unyenyekevu. Tunakumbuka rehema zako za kutununua kwa mwili wa mwanao na damu ya mwanao, na kuzipokea asubuhi ya leo, na kukutambua wewe Mungu ambaye hauna kipendeleo, bali kila kuaminiaye ukubaliwa nawe. In Jesus name, amen. Asubuhi ya leo kienda kumwamini Kristo unakubaliwa na yeye. Basi geuka na mimi katika neno la Bwana anayetunenea. Na wewe ni mpendo wa Mungu, usikubali kujidharau, usikubali kukosa fahamu hii. Neno linasema hivi katika Acts 10 and verse 34. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika nimetambua ya kuwa Mungu hana kipendeleo. 35. Bali katika kila taifa, sikiliza, katika kila taifa mtu amsaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. 36. Neno lile alilowapelekea wana wa Israeli ikihubiriwa habari njema ya imani kwa Yesu Kristo ndiye Bwana wa wote. Hii neno Petro analirudia, anasema kwamba nimetambua Mungu hana kipendeleo. Na ningependa asubuhi ya leo umsadiki Mungu ambaye hana kipendeleo. Petro alikiri neno hili alipoona jinsi Mungu alivyotendea Wayahudi wao kwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekosto. Na sasa alipoenda kuhubiria watu wa Kaisaria kule kwa Kornelio, akaona wakijazwa na Roho, akaona wakimpokea Mungu kwa nguvu na kwa uwezo. Akafumbua kinywa akasema kwamba nimetambua Mungu hana kipendeleo. Kwingine Matthew 5:6 inasema hili wenye njaa na kiu ya haki. Watu wa Kaisaria walipokuwa na njaa na kiu ya haki walitendewa kama Wayahudi walivyotendewa. Sikiliza asubuhi ya leo, kama utakuwa na njaa na kiu ya haki, utatambua kwamba Mungu hana kipendeleo. Mungu hana kipendeleo. Kila mtu amsaye, kila mtu alitia jina la Bwana ataokoka. Uko wapi? Unalitia jina la Bwana? Umesikia neno hili liliokoa Wayahudi, likaokoa watu wa Kaisaria, watu wa kimataifa, neno ambapo ndilo wokovu wako. Umelisadiki? Kama umelisadiki, sema nyuma yangu, Bwana Yesu, nimekusadiki. Wewe uliokoa kina Petro, kisha ukaokoa kina Kornelio na watu wa Kaisaria, hata nami na kusandiki na kutubu dhambi na makosa na kukutambua wewe Mungu ambaye hauna kipendeleo, bali kila akusaye, kila litiaye jina lako hukubaliwa na wewe. Na litia jina lako na kutubu dhambi na makosa na kuokoka. In Jesus name, amen. Baba yangu wa mbinguni, watu wako hawa waliowapenda
nimewalete kwako na kuwalete mkononi mwako hawa watu wako kutoka hapa mpaka kona ine zote za dunia. Nimewaletea utajiri wako kwamba wewe ni Mungu, hauna kipendeleo, bali ya kusaa, bali ya kuaminiaye ukubaliwa na wewe. Ninakusadiki na kupokea wokovu huu na neema zako hizi in Jesus name, amen, na kuziwachilia kwa watu wako in Jesus name. God bless you. Uwe na wakati mwema wa kukumbuka utajiri wetu wa Easter ya leo uliopigwa muhuri kwa damu ya Yesu Kristo. And God bless you. Amen.